Na asante Karo, nianzie kule nchini Marekani, lakini ni swala ambalo linahusu mashabiki wa soka ambao watakwenda kushuhudia fainali za kombe la dunia mwaka huu kule Mexico, Canada pamoja na Marekani, ambapo sera mpya iliyopanuliwa na utawala wa Rais Donald Trump huenda sasa ikaathiri mamia ama niseme maelfu ya mashabiki wa soka kutoka nchi 5 za Afrika, ikiwemo Ivory Coast, Cape Verde, Senegal na Tunisia na Algeria, ambao sasa mashabiki wao watakaokuwa wanataka kusafiri kwenda Marekani itabidi uweke dhamana ama bondi ya kati ya dola za Marekani 5,000 hadi 15,000. Sasa sijui 15,000 mashabiki wale wenye hali ya kawaida wataitoa wapi? Pengine watu wana nauli tu. Itabidi wakuwe watazamaji wa mitandaoni sasa kwenye televisheni tu. Na hii ni kutokana na tangu Rais Donald Trump amerejea madarakani, Karo, amekuwa akiweka makataa ngumu sana kwa raia kutoka Afrika wanaoenda Marekani, akisema kwamba wengi ni wazamiaji na wanaingia na hawataki kutoka. Kwa hivyo ukiweka dola 15,000 kwa sababu itakuumiza sana ulipoipata, ukiondoka tu pesa yako inaingia kwenye akaunti yako ulikuwa umelipia. Pengine ni ahueni, lakini ni habari mbaya kwa mashabiki ambao wangetamani kwenda kule Marekani. Labda wengi wataenda Mexico na Canada ambako hamna masharti magumu sana. Na shirikisho la soka duniani FIFA, Karo, limetangaza kwamba ifikapo Aprili mosi litafungua tena pazia la uuzaji wa tiketi nyingine za mashabiki wa soka ambao wanatamani kwenda kuona fainali za kombe la dunia. Tayari kumekuwa na gumzo kubwa sana. Tiketi inauzwa hadi dola 200, 300, 400, 500 na kuendelea. Lakini kuna dola 60 ambazo zimetengwa kwa mashabiki maalum tu. Kwa hivyo ni wachache sana. Tiketi ziko karibu milioni 500. Kwa hivyo mpaka sasa, wakati wakifungua pazia la kwanza la uuzaji wa tiketi milioni 1 zilikuwa zimekwisha uzwa, Karo. Kwa hivyo kuna matarajio kwamba labda pengine mashabiki zaidi. FIFA wao wanatetea kuuza tiketi hizo, wanasema kwamba mahitaji ni makubwa sana na fainali za mwaka huu wanataka ziwe za kipekee. Watu wamemtuhumu Gianni Infantino kwamba anapenda pesa kuliko raha ya mashabiki. Maana hiyo bei bado hujasafiri. Bado masharti ya Trump. Kwa hivyo ni shida juu ya shida. Na wakati huo FIFA inasema kwamba madai ambayo yameendelea kutolewa kwamba FIFA imekuwa ni ya kibiashara zaidi, mara sijui masuala ya usalama, masuala ya ubaguzi kule Marekani, ni madai ambayo wanasema hayana msingi. Badala yake kila nchi inayo uhuru wa kuweka masharti kwa ajili ya kudhibiti mashabiki. Kwa hivyo ni kana kwamba Gianni Infantino na uongozi wake wanaunga mkono kile ambacho kinafanywa na Rais Donald Trump, na kuna uwezekano mkubwa wakati wa uchaguzi ujao Gianni Infantino akajikuta pabaya ikiwa atajitokeza mgombea mwenye ushawishi kutaka kumuondoa madarakani. Vinginevyo atakuwa kama Sepp Blatter, atakaa madarakani mpaka atakapokutwa na kashfa ya kuondolewa. Na niishie hapo tu, Karo. Naona Ruben ananiambia niondoke studioni. Asante sana Makundi. Shukrani.